kama Aziz Ndambwile. Leo alikuwa anakaba, alikuwa anapasia, alikuwa anaendesha timu, anafanya tackling, anapanga timu yake vizuri. He is one of the best kwenye mchezo wa leo. Nimepiga magoti kumuomba radhi Azizi kwa ajili ya Watanzania wote. Nimepokea message nyingi sana lineup ilipotoka. Huyu vipi? Lakini amewaonyesha na mwalimu kaonyesha nini alikuwa anakiandaa pale Victor kupitia Aziz Ndambwile. Naomba nisimame. Asante. Semaji turudi kwa Donde. Kuambia kusema Donde leo utavunja ngao. Tulia bana. Tulia. Utavunja. Unajua ukizungumza ukweli. Simba hawana wataalamu wazuri wa mbinu. Na hii ndio fact nyingine. Miaka yote hii hapa tunawafunga second half. Sijui huwa hawajui, sijui huwa hawaelewi, au si ndio ule usugu ambao wako nao. Second half lazima tuwagonge. Na leo tena vile kipindi cha kwanza kama Yanga haipo hivi, tukajua tu hawa watatamani second half watarudi na speed hiyo. Tukamtoa Mudathir, ikaingia AI ya mpira. Tukaunganisha timu kutoka chini kuja juu. Tufuatia ni historia hapo. Kwa hiyo ile sabu iliyofanyika ni sabu ambayo normally huwa inafanyika kwenye mechi ya dabi. Either aje Mzize, aje nani. Kuna sabu Yanga itaifanya second half kwa ajili ya kubadilisha mchezo. Na always imekuwa kitulipa alhamdulillah. Pia kichwani. Sasa mkawaulize. Maana tuliwaambia nyie mmekuwa sugu. Tuliwaambia mapema nyie wenzetu mmekuwa sugu. Tumewapiga mara 5 mfululizo lakini bado wakaonyesha kwamba wana matumaini. Tukawaambia msimu huu tunakuja kupiga kichwani. Wakaibuka wakasema kichwa kipi? Sasa naomba mkawaulize kinachouma leo ni kipi? Watawapa majibu. Naanza mchezo wa taifa raundi ya kwanza kabisa mkiwa na morali pengine kwa sababu ushindi huu. Inaleta kwanza umezungumza vizuri. Tunasafiri leo usiku saa 10 kwa maana kwa majira saa 7 timu itaanza kuripoti pale airport. Niliwaahidi leo ndo nitatambulisha wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo njoeni pale airport. Tutambulisha mmoja baada ya mwingine. Sababu watu walikuwa na hamu. Msemaji atambulishe, nitawatambulishia airport. Kutoka Wadiara mpaka Pakome. Mmelipwa kwa kiasi gani na usajili mpya ambao mmefanya lakini pia umelipwa kwa asilimia ngapi tofauti na bana? Kwanza zile baskeli zilizopiga kuwa zile hivi mjiona kama ile singeli ganda ilitokea pale. Dudu Asha alipiga baskeli fulani hivyo wakaganda wote pale. Hapo akaambia sifungi leo. Tutakutana Disemba. Kwa hiyo si wao tunashukuru na timu tuliyosajili ndio imeonekana leo, lakini tunaamini bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Tuna Champions League ugenini dhidi ya Angola, tuna ligi tutakuja. Kwa hiyo tunakwenda kujipanga zaidi na zaidi kuhakikisha wana Yanga wanapata furaha. Niwaambie mashabiki wa Yanga kuelekea mechi hii waliibuka wenzetu katika sisi ni kama hivi wameridhika hivi. Ni kama wanaona kumfunga Simba mfululizo ni jambo la kawaida. Niwaambie wana Yanga wenzetu, kama wewe ni mwana Yanga damu, Simba hata ukimfunga mara 20 utafurahia tu. Hata ukipata makombe mara 20 mfululizo unafurahia tu. Tuache tabia ya kuridhika na mafanikio. Haya tunayopata haya ni madogo kuliko yale makubwa tunayoyaomba. Makubwa ni haya, makubwa ni Champions League. Kama hatuwezi kuridhika, tukawa na shukrani tukishinda ngao tukimfunga Simba, Mwenyezi Mungu hawezi kutufungulia kuwafunga Al Ahly huko mbele. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga tutoe tabia ya kuridhika. Huyu Simba anatakiwa agongwe mfululizo. Yaani itakuwa ifike hatua mechi ya dabi ikitangazwa, humu tuje wenyewe tu uwanjani, kuanzia mashabiki mpaka timu. Wasije hapo tutastop. Hali imekuwa mbaya. Sasa tunaondoka tunaenda Angola. Ndio shida, lakini niombe wana Yanga ambao mtabaki Dar es Salaam, kesho kunyweni supu jamani. Huko kote tu kunyweni supu kesho. Yanga nimekwambia mtaani timu yake mwaka huu ni mbovu compare na mwaka jana. Bora mwaka jana, mwaka huu ndio mbovu zaidi. Hali moja maeneo ambayo